Bado tuko katika kijiji hiki cha Nyansinja, kata Nyansinja, kitongoji Nyansinja, lakini pia mkoa wa Mara na wilaya ya Tarime, kuhusiana na tukio hili ambalo kidogo linasikitisha. Tumeona tutoke Dar es Salaam Media pamoja na Bongo 24 News tuje hapa tuweze kujua kiini cha mgogoro huu, kwa sababu tumeona kuna mtu amefariki lakini hajaweza kuzikwa mpaka sasa hivi kwa sababu ya mgogoro wa hali. Sasa tuko na baba hapa, naye atatueleza anafahamu vipi mgogoro huu na kwa nini mpaka sasa hivi hawajazika, na hapa tuko msibani. Jitambulishe. Asante, mimi naitwa Marcelo Samuel Nchama, ni kijana wa mwisho wa marehemu. Ninatambua mimi ni mwalimu, ninafanya kazi Morogoro, wilaya ya Mvomero. Nilipata taarifa ya awali ya kwa eneo la mzee kuvamiwa na mwanajeshi mstaafu. Kwa jina anaitwa Isaac Joseph Gimeno. Mjukuu wa baba wa mzee alinipigia simu akiniambia jambo ambalo limetokea, lakini namshukuru baba alimzuia asifanye fujo yoyote kwa sababu anayakufahamu taratibu. Lakini mzee alijaribu kuomba msaada, alienda kutoa kituo cha polisi baada ya kuwa amevamiwa eneo lake na kusombewa mawe kama mnavyoona hapo nje. Lakini polisi nao hawakutoa msaada wote. Alifanikiwa kwenda kwa mtendaji, lakini nako pia msaada wote haukupatikana. Lakini siku ya pili alienda kutoa taarifa kwa mkuu wa wilaya na alionyesha kuchukua hatua. Kabla hajakutana na watu, wakakimbia kwenda kufungua kesi kwamba ni eneo la kwao na wanahitaji kujenga. Lakini eneo ambalo mzee amepewa na serikali kipindi cha operesheni ya vijiji toka 1974. Kwa wengine wote tulioko hapa, wengi tumezaliwa katika eneo hili tukifahamu, na mazao mnayoyaona hapo nje kama kahawa zipo na miti ipo ni ya muda mrefu. Mzee tumemuuliza alipanda hiyo kahawa toka 1976. Lakini kesi mpaka dakika hii inapigwa kalenda. Kila wakienda ni kalenda na maamuzi bado hayajafanyika. Toka mwaka jana wamemaliza kuchukua mashahidi, lakini imekuwa imebakia kufanya maamuzi, lakini mpaka dakika hii hakuna maamuzi ambayo yamefanyika. Lakini mgogoro huu umeanza baada ya kuwa mzee ameanza kujenga nyumba kama mnavyoiona hiyo ambayo bado haijamaliziwa. Ndipo hapo mgogoro ulipoanza, wakawa wameleta stop order ya ujenzi, lakini mambo mengine yalikuwa yanaendelea. Lakini juzi tarehe 6 mwezi huu wa 4 mwaka huu tumefanikiwa kumpoteza. Kwa bahati mbaya mama amefariki dunia. Wakiwa wameniambia ilikuwa siku ya Jumapili, nilianza safari ya kuja hapa kwa ajili ya kumzika mama yetu. Nilifika hapa siku ya Jumatatu ya tarehe 7. Basi kama tulivyokuwa tunasubiana tuweze kumzika mama, walipeleka mwili wa marehemu mochwari maeneo ya Silali, tukiwa tunafuata hatua zote za kumzika mama yetu. Lakini kabla ya tarehe hii ya husika, tukawa tumepata zuio lingine la kuonyesha kwamba mama hatazikwa katika eneo hili kwa sababu lina mgogoro. Lakini stop order ya kwanza ilileta kwa ajili ya ujenzi usiendelee. Jambo lingine likajitokeza kuzuia mwili wa marehemu. Leo ni tarehe 27, almost ni siku 21 hatuna mama na hatujamzika mpaka dakika hii. Kwa mimi kwa muda ambao niliomba ruhusa kwa mwajiri wangu, muda umeishaisha, na nikao nimeomba kama nitaongezewa, lakini bado nina wasiwasi kwamba ninaweza nikapata matatizo katika kazi. Mpaka dakika hii sijui hatima yake ni nini. Mpaka dakika hii wanaendelea kupiga kalenda na hatujui hatima ya hii ni nini. Lakini nilikuwa naomba tu uongozi wa kijiji umeingilia kati, lakini hamna mafanikio yoyote yanayotokea. Kwa naomba kama viongozi wa wilaya wanaweza wakalichukulia hii kwa ukali zaidi, waweze kusaidia. Lakini kingine kinachoumiza zaidi ni pale napoingia ndani kumsalimia mzee, anachoniuliza ni kwamba ni lini mtamzika mama yenu. Hicho ndicho kinachoniumiza zaidi. Lakini pia tunashukuru kuna tume ya Mama Samia ilifika hapa na akachukua taarifa ya mzee na wakaona uhalisia ulivyo, na kama ni vielelezo walipewa jinsi mwenendo mzima wa kesi ulivyo. Ilionyesha kwamba kweli wanahitaji kulichukulia hatua
ili waweze kupata suluhisho katika jambo hili. Lakini upande wa pili ambao wamemfanyia mzee mambo kama haya, waliitwa kwa ajili ya kupata suluhisho, hawakutokea katika siku hii. Kwa hiyo mpaka dakika hii kesi iko mahakamani na haijaamuliwa. Lakini pia walipoleta zuio, tuliomba tu kwamba tuweze kuzika mwili wa marehemu. Kama kesi ya msingi iendelee, lakini tukiwa tumemzika mama. Lakini mpaka dakika hii mimi muda wangu kukaa hapo umeishaisha, lakini fedha ambayo tunapaswa kuilipa mochwari tumeshamaliza. Ukiangalia waombolezaji ni wengi waliokuwa wamekuja kuzika mama. Mpaka sasa hivi wengi wameshatawanyika, waweze ulemavu wao kwa sababu kazi mzee hasiwezi kutumika katika habari ya mambo. Eneo ni la kwake ambalo likabidhiwa na serikali. Vinginevyo hata kama inaendelea kwamba hata namrudisha kesi, ni afadhali wangemwambia mzee kwamba ile habari ya kuletwa na serikali ya miaka hiyo ya 74 kama imetenguliwa, ni bora wangesema kwamba ile kauli ya rais aliyoitamka kipindi kile imetenguliwa, basi busara zingine zingeweza kufanya. Lakini naamini kwamba serikali mpaka dakika hii haijawahi kutenguliwa. Nachoomba serikali ni kuanzia kwa rais mzee, lakini kwa sababu tu ya kuomba viongozi wa wasaidizi ya uwezo waweze kuangalia wale ambao walivamia mzee akiwa anakaa hapa mwenyewe na wajukuu wake. Hata hivyo tunashukuru Mungu kwamba wote hatukuwepo. Inawezekana kama walivyo wamevamia na walikuwa na silaha wakileta mawe hapa, kama wote tungekuwepo, yawezekana ni mengine yangezungumzwa. Lakini pia si hilo tu. Kimsingi tunachoomba rais aweze kuona haki za watu zinafanyiwa au zinatendeka. Haki za watu zifanyiwe kazi, kila mtu apate haki yake ya msingi. Asante sana. Sasa tuchukue shoti ya maeneo sasa. Mwenyewe pekee ambaye aliweza kukabidhiwa mwaka 1974. Kwa hiyo anaona ni haki kuweza kumhifadhi mke wake katika eneo hili ambalo nyumba yake ya milele. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona, hawa ndio wakazi wa maeneo haya, lakini ndio wako hapa na wapo katika msiba huu. Majonzi, masikitiko makubwa sana katika eneo hili kwa sababu mgogoro huu unafahamika katika ngazi ya wilaya. Hata pia kamishina wa ardhi wa wilaya pia alishawahi kuandika barua kuhusiana na mgogoro huu, lakini pia alishawahi kufika katika eneo hili na kuweza kuliona eneo hili yeye mwenyewe kamishina wa ardhi, lakini bado hajaweza kupata majibu kwamba inakuaje. Na mzee Samuel kama tulivyokuonesha ni mzee ambaye anahitaji msaada wa hali na mali kutokana na afya yake, ameshakuwa mzee, lakini pia ni mlemavu, kwa anahitaji msaada wa hali na mali. Na sisi tumepiga kambi hapa kuweza kufahamu kile ambacho kinaendelea katika eneo hili hapa Tarime, katika mkoa huu wa Mara. Kwa sasa wakazi hawa bado hawana majibu, hawajui watazika lini mpendwa wao, hawajui ni lini mahakama itaamua azike au asizike, lakini mpaka sasa bado wanapiga moyo konde. Kwa hiyo maombi yao makubwa ni serikali basi kwa ngazi ya rais basi atume watu wake waje kujiridhisha, basi waweze kuona kwamba ni kweli wanamiliki eneo hili, hawamiliki, lakini hakuna kinalofanyika. Hakuna aliweza kuja hapa. Kuna wengine walikuja hapa wakasema wametumwa katika tume ya rais, lakini bado hakuweza kutoa mrejesho unaoeleweka ili wao watu waendelee na shughuli zao za kiuchumi, kuendelea kufanya kazi zao za kila siku za kawaida. Sisi tuko hapa Daily Media kuweza tumezungumza nao wakazi wa hapa na mazingira haya. Kuna msiba hapa, lakini ukija hapa utakuta simanzi na majonzi. Watu hawa bado hawaelewi nini cha kufanya. Mpendo wao wanahitaji kumpumzisha. Amefariki tangu tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka huu, lakini hawajaweza kuzika kwa sababu wamezuiliwa na mahakama. Sasa kwa hiyo tusubirie nini kile. Kwa msaada wao pekee ni kuomba ngazi za juu, mamlaka, hasa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anatetea wanyonge, na wao wananchi hawa wanaamini kuwa ni moja sehemu ya wanyonge hao ambao wanategemea kuweza kupata msaada wa kisheria, lakini msaada katika maeneo yao haya. Unavyoona hapa, katika wote wamezaliwa katika eneo hili na ni wakazi wa maeneo haya. Kwa hiyo hata wao wanavyoambiwa kama eneo sio la baba yao, pia wao wanashangazwa na wanashtushwa na taarifa hizo, kwa sababu wamekuwa kiishi hapa, wameolewa hapa, wengine wameoa hapa, wana wajukuu hapa, takriban miaka kadhaa wamekuwa kiishi hapa toka mwaka 1974.